Siku chache baada ya wakili ambaye vilevile ni mwanasheria kutoka Marekani kutumwa katika taifa letu la Tanzania, mwenye anaitwa Brookly Montgomery, kufuatilia kesi ya mchongo ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu. Umoja wa Mataifa umeweza kuagiza mara moja hii leo kwamba Tundu Lissu aweze kuachiliwa mara moja. Karibu ni kuchanganulie haya kwa undani, tuweze kuona ni kwa nini Umoja wa Kimataifa umeweza kuagiza Samia kumwachilia Tundu Lissu kutoka gerezani na kesi ya mchongo ya uhaini iweze kufutwa mara moja. Kumbuka kwamba mwaka uliopita bunge la Ulaya liliweza kuagiza kwamba Lissu awachiliwe mara moja, Lissu apewe matibabu na Lissu apelekwe kwa familia yake kisha alipwe fidia. Ushindi unakuja katika taifa letu la Tanzania, na utakuja kwa namna ambayo hata wewe utashangaa. Karibu kwenye hichi kituo, ukumbi wetu wa Tanzania News TV. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, guza hicho kengele, washa kengele, ili kipindi ambapo tutakuwa tunaachia taarifa unazipata kwa haraka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Alafu ukimaliza kutizama, ninakuomba uweze kusambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Tafadhali like video, ukilike hii video inasambazwa. Sasa taarifa ngeni ninajua kwamba hamjaweza kuzipata, na kama zimeweza kutolewa vituo vya serikali haviwezi vikatangaza. Zinasema kwamba kundi kazi la Umoja wa Mataifa kitengo kinachoangazia kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria, arbitrary detention, limeeleza kuwa kufungwa kwa kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu ni kinyume cha sheria na limetaka aachiliwe mara moja. Kipindi ambapo Samia aliweza kumkamata Tundu Lissu mwaka uliopita mwezi wa 4 na akamweka kwa jela, aliangalia kweli vipengele vya katiba, aliangalia kweli kumkamata Lissu na kumfungulia mashtaka ya uhaini, kesi ambayo ni ya mchongo. Aliangalia kweli amevunja katiba, au bora yeye ameweza kumkamata akamfunga jela, akaondoa upinzani kwenye uchaguzi ambao uliweza kugubikwa na wizi mwaka uliopita. Haya machafuko na mateso ambayo wanamfanyia Lissu, wacha nikwambie, yatafika kikomo hivi karibuni na hawataamini. Niwakumbushe mwaka uliopita baada ya mauaji ya halaiki Tanzania, bunge la Ulaya liliweza kujadili yaliyotokea taifani mwetu na wakaagiza Lissu aachiliwe, Lissu apewe matibabu na Lissu apewe ruksa
ya kutangamana na familia yake na asitishwe. Miongoni mwa yale ambayo waliweza kujadili, waliagiza uchunguzi wa kimataifa uweze kufanyika kuhusu mauaji ambayo yalitendeka Tanzania. Samia hajawahi ruhusu hilo, hata kuachiliwa kwa Lissu hajaruhusu. Tena leo Umoja wa Kimataifa umeagiza Lissu kuachiliwa kwa sababu aliweza kukamatwa na kufungwa kinyume na katiba na kinyume na sheria. Sasa kikosi hicho ama kundi kazi hilo la Umoja wa Mataifa likaendelea kusema kwamba katika maoni yake yaliyopitishwa katika kikao cha 104, kundi kazi hilo lilibaini kuwa kukamatwa na kuendelea kuzuiliwa kwa Lissu kwa tuhuma za uhaini hakuna msingi wa kisheria na kuna kiuka viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Unajua pale gerezani Lissu ni mwanasheria, Lissu ni mwanasiasa, anaendelea kuteswa. Alikamatwa kinyume na sheria. Sasa kundi hili la Umoja wa Kimataifa linasema kwamba kukamatwa na kuendelea kuzuiliwa kwa Lissu kwa tuhuma za uhaini hakuna msingi wa kisheria. Hawa ni wanasheria, wameweza kuangalia hii kesi, wameona kwamba hii kesi haina uzito. Hii kesi ni ya siasa. Wamegundua kwamba taifa letu mwaka uliopita, kipindi ambapo Lissu aliweza kukamatwa, tulikuwa tunaelekea katika siasa. Kwa hivyo wakaweza kumkamata Lissu, wakamweka kwa gereza ili kuondoa ushindani. Eti kinachofanya wanamzuia Lissu, eti alisema kwamba no election, alisema kwamba kama hakutakuwa na mageuzi ya uchaguzi basi hakuna uchaguzi. Eti kwamba huo ndio uhaini ambao Lissu aliweza kufanya. Eti aliweza kuchochea wananchi kumkataa Samia, kumuondoa Samia madarakani kinyume na sheria. Sasa kundi hilo kazi likaendelea kusema hivi, lilitaja kuwa utaratibu wa kisheria wa Tanzania wa kuweka mahabusu kwa makosa yasiyo na dhamana unapingana na kifungo cha 9 cha Mkataba wa Kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa. Unaona, hii katiba ambayo Samia anajifanya kwamba anatumia kuweza kumfunga Lissu, kulingana na Umoja wa Kimataifa wanaeleza kwamba hii katiba inakinzana na Mkataba wa Kimataifa wa haki za binadamu. Kwa hivyo hii katiba ambayo tunatumia ni mbovu, na ndio maana sisi wa Tanzania kipindi ambapo tulikuwa tunaandamana tulikuwa tunataka katiba mpya. Hii katiba ambayo ipo haisaidii. Viongozi wanaitumia kunyanyasa wananchi. Samia alijipiga doma akisema kwamba chini ya siku 100 ataunda katiba. Iko wapi? Sasa kikosi hicho kikaendelea kwamba aidha paneli hiyo ilisisitiza kuwa kumfungulia Lissu mashtaka ya uhaini kwa kauli alizotoa katika mkutano wa kisiasa ni kizuizi kisichokubalika kwa uhuru wa kujieleza na kukusanyika. Kundi kazi la Umoja wa Mataifa limeitaka serikali ya Samia ya Tanzania kumwachilia Lissu mara moja bila kuchelewa na kuhakikisha fidia kwa kifungo chake kisicho halali, ikionya kuwa kesi yake ni sehemu ya mtindo mpana wa kukandamiza sauti za upinzani nchini mwetu. Unaona mpenzi mtazamaji, hii paneli iliweza kusisitiza kwamba kumfungulia Lissu mashtaka ya uhaini kwa kauli ambazo aliweza kuzitoa kipindi cha kampeni na kipindi cha siasa na kwenye mikutano ya kisiasa
ni kizuizi kisichokubalika, ni njama ya kutaka kuzuia uhuru wa kujieleza. Sasa kama Samia basi ameweza kusema kwamba Lissu aliweza kufanya uhaini kwa kusema kwamba iwapo hapata kuwa no reforms no election, iwapo hapata kuwa na mabadiliko kwenye kwenye vipengele vya uchaguzi hakuna uchaguzi, basi kama huo ni uhaini, hata yale Samia ambaye aliweza kusema kwamba hapata kuwa na nywinywi wala nywinywinywi, yale ambayo Samia aliweza kusema kwamba yeye ndiye amiri jeshi mkuu, hapata kuwepo na maandamano, basi hata yeye anapaswa kukamatwa, afunguliwe mashtaka ya uhaini, kwa sababu iwapo ameanza kufuatilia kauli ambazo Lissu aliweza kuzitoa kipindi cha kampeni, basi huo ni upuzi. Sasa Umoja wa Mataifa unahitaji Lissu aweze kuachiliwa mara moja na apewe fidia. UN imeweza kusema kwamba hiyo kesi ya Lissu ni batili. Nilitoka kuambia juzi kwamba hii kesi ya Lissu haiendi mali, inaisha. Hata kwanza iliisha kitambo. Ni vile ambavyo Samia anaona aibu akimwachilia Lissu sasa hivi, serikali yake itaisha, kwa sababu watashtakiwa. Lissu atawashtaki waweze kumpea fidia. Wakimwachilia Lissu sasa hivi, Samia ataonekana kwamba yeye ndio mbaya, kwa hivyo hataki kumwachilia. Lakini unaona Ulaya imemlazimisha aweze kumwachilia Lissu. Tukuje Umoja wa Kimataifa nao ndio umeweza kumwambia aweze kumwachilia Lissu. Samia, mporomoko wako umefika kwenye mataifa ama kwenye nchi za kimataifa. Juzi tu ndio wakili mwanasheria mkubwa rafiki wa Lissu, Brookly Montgomery, alikuja tu kufuatilia kesi ya Lissu. Amegundua hii kesi haina uzito. Siku chache umeona United Nations, UN, Umoja wa Mataifa unataka Lissu aweze kuachiliwa, kesi ile batili iweze kutupwa, apewe matibabu na apewe fidia. Wazo lako ni lipi? Sema nasi.